السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر الله سبحانه وتعالى na mshekhi wetu amewasili kupitia katika channel yetu ya Harakati Muslim, channel ambayo tunazikana sisi kwa sisi bali tu anaporejea kuweza kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo shekhi wetu, mwalimu wetu, kipenzi chetu Sheikh Abdul Hamid kutoka katika nchi ya Sweden ameweza kuwasili katika jiji la Johannesburg Gauteng, akielekea katika mji wetu wa KZN KwaZulu Natal. Inshallah tutakuwepo hapo kwa siku moja, na inshallah kesho tutakuwa kwenye jiji letu la KZN. Sijui Sheikh, vipi safari yako na ujio wako, unaweza kuelezea nini jamii katika nchi yetu, katika nchi hii ya South Africa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Mustafa al-Mu'ad. Kwa kweli tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuhudumia kwa mara nyingi. Allah msalimu wote. Tunashukuru sana na tunashukuru kwanza, shukrani nyingi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutufikisha na safari ya hatua. Kisha pia tunatoa shukrani kwa watu wa Devon kwa hii safari na kutolea kiasi kikubwa. Pia shukrani za dhati kwa imamu wangu hapa Imamu Yahya kwa kuja kunipokea kutoka masafa marefu sana. Kweli indalla yadullu ala akhlaqihi alhamida. Ikiwa tutapata dalili kwa kitendo alichofanya Yahya ni kitendo cha kuonyesha tabia njema, na Allah subhanahu wa ta'ala atunuzuku tabia Waislamu. Inna al-umma allati la taj'alu al-akhlaqa milakaha ummatun tata'ajjalu halakaha. Umma ambao haujalii, watu ambao hawaweki vitendo vizuri katika harakati zao, katika kuamiliana, ni umma utahiliki haraka. Yahya ndio kama uliacha mambo mengi sana kule kwa Devon, lakini kuja kutupokea, hiyo ni dalili mapenzi na tabia njema, na nadhani inshallah kesho tutakuwa kwenye final huko Devon. Sisi tunavyoona kama kitaiza kupitia katika channel yetu hii ya Harakati Muslim, channel ambayo inapeperusha habari pindi mmoja wetu anapofariki, ili jamii zetu katika nchi zetu waweze kupata taarifa. Sijui unawaambia nini watu wa KZN, wajiandae vipi katika mchezo wako katika mara ya pili tena? Nadhani mara ya kwanza umekuwepo wakabaki na shauku, hii ya pili wajiandae vipi ili waweze kupata faida ambayo umetoka nayo katika jiji lako la Sweden? Kwa kweli nitasema mengi, sasa tutafika kwenye uwanja wa airport ya Devon, lakini niseme kwamba nimekuja na mabegi yangu mawili, yashaingia kwenye gari. Mtoto kaona jinsi makubwa kazani kwamba ni kanzu nyingi au na sandali, bali ni vitabu vingi tu, kwa sababu nataka tutoe mawaidha ambayo yatawafiki jamii, hasa jamii ya Devon. Tumesikia mengi, na nyinyi ambao mnashughulikia kazi ya kuzika Waislamu, Allah kujazeni kheri. Ni juhudi kubwa sana, na manake ni motisha kubwa, hasa katika hivi vijiji ambavyo vijiji ni vizito. Watu wanakuwa hawataki kufa wala kusikia habari za vifo, wanakuwa yani wanajiweka mbali na hivyo vitu, lakini mmejitolea kuonyesha kwamba mnaitakidi kwamba hapa soko wetu hapo tunapita njia. Na kama kisi nimemsikia shekhi wetu, nadhani amechoka, msafara ni mrefu, acha tumwache aende akapumzike. Lakini ninachohusia ndugu zangu wa Devon, wale ambao mliokusekanika mwaka ule aliyokuwepo, basi mjiandae inshallah katika siku hizi chache shekhi tutakuwa tuko naye katika kuelimika. Mimi nina imani mimi nitakuwepo, vipi wewe? Inshallah fuatilia channel yetu hii hatua kwa hatua. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.